Meet a true prophet of God. Here to change your future. Here to change your future. I will sing. I will sing. East Africa na dunia nzima. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ambaye amejazwa yale mafuta ya Bwana kondoo. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwenye kujawa na vitu vingi sana. Ikiwa tu mke wake Joan aliweza kutubusha namna ile, itakuwaje kwa kichwa? Wala sitaki nifanye chochote. Ili anga hili lina wenyewe leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So nataka nikaribishe mheshimiwa mtume na nabii. Haleluya. Titus Paul Dumi. Haleluya. Ambaye Bwana amempatia mafuta yasiyokuwa kawaida. Ambaye Bwana amempatia nguvu ambazo sio za kawaida. Ambaye anatembea na mamlaka na udhihirisho na nguvu za kimungu ambazo yamkini hujawahi kuziona, utaziona mahali hapa leo. Haleluya. Amen. Kuna sauti sipendi katika hivi vyombo, ni kama unatumia vyombo vya wajahidina vya azana. Ukisikia hii maiki Twitter inalia kama on speaker. Mimi by profession nimechukua engineering mwaka 97 98. Ninaomba kuna kijana mwanamuziki hapa, Baba na Mungu Mwana Mungu Roho. Wakati wametoka katika bustani ya Edeni, sikiza saundi, unasikia? Haya ndio mambo ya professional. Mimi mwaka 95 wakati nimakuta vijana wa kirokole wanapiga shoti vyombo masauti mabovu, wanamsingizia shetani, nikachukua engineering. Haleluya. Sababu shida wa rokole hawapendi kusoma. Na ndio maana ujinga mwingi humo ndani ya makanisa ya Pentecostal. Yes. Pentecostal, baba yangu ameokoka mwaka 57. Akiwa na miaka 18, anaitwa Paul Joseph Dumi, ni baba yangu wa kiroho na wa kimwili. Yuko Mikocheni pale, maeneo ya karibu na Kikwete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninachukiaga sana warokole kwa sababu warokole ni watu wamesisu. They are emotions people. They are not intellect people. That's why sometimes we will see small miracle and then we lose it. Unajua upako hautembei bila maarifa. Na maarifa yatembei bila ufahamu. Na ufahamu hautembei kama akili haijafunguka. Leo na kesho nikipata vipindi vitatu tu, ujinga utaachilia maisha yako. Na ile pepo ambayo inakufanya uwe mtu wa nyuma itaachilia maisha yako. Hallelujah. Amen. Listen to me. Maandiko yanasema wa kwanza ni mitume, wa pili ni manabii. Yes. Ama apostles. Na leo nitatumika na huduma tatu tu. Nitaanza na ualimu, nitakuja na utume. Ualimu nitazibua ujinga wako. Nitang'oa ujinga. Utume nitavunja misingi ambayo umejengewa ya Kipentekosto. Yaani kufanya ubaki hapo. Alafu kinabii nitaamsha akili yako na kukupatia mwangaza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mwambie mwenzako usiangalie mwili wa Titus. Usiangalie mwili wa Titus. Ukisoma Biblia Matendo ya Mitume nasema nyaraka za Paulo ni nzito sana. Lakini ukimwona mwenyewe umbo lake ni dogo sana. Hivi ukilitazama unadhani na miaka mingapi? Nimezaliwa 74 mwezi wa pili tarehe 24. Sifishtaki miaka yangu ili niwachanganye watu. Mwezi wa pili nimetimiza miaka 43. Niangalie vizuri. Sijavaa pete. Umeanza kunena kwa lugha, sikiliza, na mwanamke beautiful. Yes. Na
sio tu beautiful, ana akili. Yes. Na sio tu ana akili, anamjua Yesu. Yes. Sikaokoka, anamjua Yesu. Maana warokore hawamjui Yesu. Ndio maana wanabahatisha, anamjua Yesu. Yes. Na sio tu anamjua Yesu, amejazwa roho. Yes. Amejazwa roho. Amen. Na si tu amejazwa roho, yale mafuta. Sizungumzi olive anointing kama alivyosema mtumishi mahali hapa. Maana amesema mafuta ya roho yanakaa ndani ya bone marrow. Yes. Yanakaa ndani ya mishipa damu. Ndani ya nyama. Haleluya. Amen. Ndani ya macho. Mwambie mwenzako kama umepanga kuomba maombi ya kibalamu ya kichawi, hapo unadunda mara 100. Maana wako mitume wanaozina washirika wao, lakini si Titus. Yes. Siri yangu kumaintain upako zaidi ya miaka 24 katika utume wangu. Sijawahi gusa msichana awaye yote. Na sijawahi tamani msichana zaidi ya John. Hii ndio siri ya upako. Nisikilize. Upako hauna maana. The anointing has no meaning without character. I've seen great men of God. They are prophesy even your date of your burning. But after prophesying, they commit immorality with their members. But the meaning in the kingdom of God is not the anointing, but the character toward the anointing. Upako hauna maana bila tabia. Nimeona mitume wakitoa mapepo, wakitoa unabii mzito, lakini bado nabii wanazini. Nisikilize, na adui mkuu wa upako, sema pepo la ngono. Pepo la ngono. Daudi, upako ulikuwa ukivuja kila siku. Kwa sababu akizini upako unavuja. Mwili wako ni kiliba. Unapozini unatoboa kiliba mwenyewe kinakuwa kikuukuu. Na hii ndio roho inatesa watumishi. Nisikilize. Mtumishi aliyeitwa na Mungu, huo upako upungui. Upako unaongezeka. Lakini hauwezi ongezeka kama tabia zake hazitabadilika. Kinachomfanya mtumishi aishimike sio upako, ni tabia. Your character can build your anointing and you will reach far. Na leo hapa sitashughulikia tu wa Kristo, kwa sababu nimekuja na upako wa Kisumu, Kenya. Nilikuwa Kisumu, Kenya, nimetoka siku ya juma ngapi? Ya Alhamisi. Nilikuwa na kongamano kubwa la clergy. Kuna lay and clergy. Kongamano la maaskofu, mitume, manabii, wachungaji. Nilikuwa main speaker, nilikuwa na vipindi 4 kwa siku. Kwa hiyo upako wa leo, kama ni mtoto naomba toka nje, utaumia. Na leo sitaachilia hii neema. Sababu kuna watu mnalaumu wake zenu, wengine mnalaumu waume zenu, lakini sikiliza, kutunza upako akuangalii mwanamke, kwanza mwenyewe binafsi. Mke wangu amekuwa hapa, mimi nimekuwa Kenya. Sasa jukumu la kutunza upako ni la kwake. Kama alijichanganya ni yeye, lakini sikujichanganya kule pia, na kujichanganya ndio maana mlipokea ufunuo. There is no revelations out of holiness. Hakuna ufunuo nje ya utakatifu. Ukiona kuna ufunuo nje ya utakatifu, basi huo ni uganga. Maana hata waganga wana ufunuo. Hata waganga ndio walikuwa manabii wa kwanza. Ndio maana kumpima nabii wa ukweli na uongo, lazima kanuni ya kwanza, angalia maisha ya nabii. Usiangalie unabii wake. Maana hata waganga wanajua namba za simu, wanajua chakula, wanajua nyumba yako ilivyo. Cha kwanza, angalia maisha ya nabii, anaishi vipi. Sikiliza, kazi ya mitume ni kuvunja misingi na kuweka misingi mipya. The work of an apostle is to break the evil foundations, the evil doctrine, and to raise the foundations of the truth. Wadogo mtashika adabu hapa na watu wa Kondoa, Ilangi na kila mahali. Mimi ni kati ya kizazi cha mitume ambao walipoteza dira. Wakati Mungu ananiinua kupitia baba yangu Paul Joseph Dumbi 94. Wakati napata shida na mafunuo na zani na mapepo, baba alikuja usiku manane majira ya mwanzoni ya mwezi wa 3 mwaka 94. Akanambia, baba yangu wa mbinguni aliyekuita Titus. Kumbuka baba yangu ni wa kimwili na wa kiroho. I thank God for that. Maana tuna watumishi wengi leo ni wana haramu. Sikiliza, huduma haiendi bila baba. Hakuna Paulo bila Barnaba. Na hakuna
Timotheo bila Paulo. Leo watumishi wakishaitwa nasema mimi nilisikia sauti direct. Sikiliza, hata Ibrahim Mungu alipitia mtu kuisikia. Alipitia nani? Anaitwa Melkizedek, ndio aliyekuwa baba wa Ibrahim. Hakudondoka Ibrahim mbinguni. Melkizedek ndio ambaye Ibrahim alikuwa akimdondokea na kumsujudia na kupokea neema. Kwa maana Mungu hutumia mtu kuinua mtu. Mungu hutumia mtu kufungua mtu. Mungu hutumia mtu kumtabiria mtu. Mungu hutumia mtu kubariki mtu. Mungu hutumia mtu kuisha mtu. Na kueleza kizazi cha leo, tusiporejea katika misingi ya ubaba tunapotea. Hello. Nakumbuka mwaka 99 wakati wa mtumishi wa Mungu kinagawanywa, watumishi wa Mungu na John Kazidi baba yangu mdogo, watumishi wa kina Mungu mzee Kilango aliyekuwa hosti wa huduma ya Ceci Stewart, wakati wameendelea crusade kubwa. Nimetokea katika nchi za Kenya, lakini mimi ni Mtanzania, ni mtoto wa Kikwere. Haleluya, pigia Bwana Yesu shangwe na makofi. Sana, lakini Yesu anaishi ndani yangu. Pigia Yesu makofi. Leo akitoka mtu jinsi alivyo hapa, ninadhani Mungu hajamuita ndugu yangu Tesha kipenzi. He is my brother, my beloved brother. Hallelujah. My beloved brother. I'm telling you, my beloved brother. And I will stand to him as an elder brother to protect and to guide his anointing. Yes. And to scatter all the Jezebelic girls who want to surround him. Because many girls, you are here because of him, not because of Jesus. Yes. I want to assure you, yes. I stand in this altar. Hakuna msichana mpumbavu atakayepata exist kuapesha. Mungu atampatia atokaye mbinguni. Kuna wasichana zaidi ya 30 na majina yenu ninayo. Amko hapa kwa ajili ya Mungu, ni kwa ajili ya kuomba. Na wengine mnazungumza hivi, mnazungumza hivi. Leo ni siku ya 3 umefunga, nasema Tesha lazima awe wangu. Mungu ameniambia na naona jina lako, naona nguo uliyoivaa, naona tarehe uliyozaliwa, naona mwezi wako. Nikienda kile Dagotea Mike za shua, nikienda Kenya. Hizi maiki ni za bei rahisi. Wana zinakata tupiga kelele sana. Haleluya. Ni zawadi yangu kwa Tesha. Mwambie mwenzako usicheze na nyani aliyekopa mishale. Usicheze na nyani aliyekopa mishale. Nikwambie siri. Nabii akiwa hajaoa anaenda mbali sana. Na eneo ambalo manabii huwa wanaumia kwenye kuoa. Tesha na kuombea sana. Mimi na watoto 4. Mtoto wa kwanza ana miaka 3. Ninafahamu mapito ya ndoa. Apata mke apata kitu chema. Tena anapata kibali mbele za nani? Lakini si kila mwanamke anakuja na mema na anakuja na kibali. Yes. Kuna wanawake wanaondoa kibali ukishaingia ndani yao. Wanaondoa mema. Tesha anabaki na washirika 2, baadaye anabaki yeye na mkewe. Na baadaye mkewe anamkimbia. Hilo sitalikubali katika ufalme wa Mungu. Anapatia Tesha atokaye mbinguni. Dada yoyote mwenye Jezebeliki, haijalishi na nembua, haijalishi na nena kwa lugha. Wengine wanafanya ruwa kwa nini? Kumbe ni wewe. Afu wenyewe uko nje ndani. Sikiliza. Ogopa mtumishi anapoongea lolote katika madhabahu. Inapigwa muhuri na
sema amen. Anayezungumza siko msisimuko hapa. Wewe pokea kimsisimuko umie. Ndio maana usikipiga makelele kitu ambacho haujakelewa. Shida ya ubongo ni msisimuko. Embo elewa alafu ndio usisimuke. Naomba uketi. Kuna madudu nimeangua kwanza kabla sijaanza. I'm here in the Legion of Dodoma. This is our headquarters of our presidential and parliament states. Wherever you are, my viewer, whether you are in Europe or Asia, or whether you are in Africa, Kenya, America, UK, and I'm here in the seat of Dodoma, one of the major seats in our country. All the decisions concerning our country are making here. And now I'm here to declare and to decree the goodness of the Lord. Hallelujah. Amen. Nipo mahali hapa naongea na watu wanafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie sisi hatujaishia Baigwa. Mtume aliambiwa enenda ulimwenguni kote. Sasa wewe kama maono yako ni Kibaigwa, ubarikiwe na hakikisha umetimiza huduma yako. Hallelujah. Amen. I'm in the Church of Maximum Revelation and Deliverance Ministry here in Dodoma. One of our capital seat, government capital seat. We have parliament. Hallelujah. Hallelujah. And I'm here in this ministry. I was in Kenya, but now I'm here. Please, I will mix English and Swahili and you'll be blessed. Hallelujah. Hallelujah. Namshukuru kwanza Mungu sababu ya siku njema hii leo. Kunipa Mungu mwaka wa 2017 na kunitimizia miaka mara 3. Bwana Yesu asifiwe. Mimi waga sio blazameni kama mapasta wengine wanaogopa kutaja miaka. Kwa sababu mwanamume Yesu aliishi duniani na miaka only 33 na mwezi mmoja tu, akarudi mbinguni, alafu akasema imekwisha. Kijana wa miaka 33 na mwezi mmoja kamaliza kazi gani? Kwa katika ulimwengu wa roho alimaliza kazi yote. Amen. Amen. Mungu angalie umri wako na miaka unayoishi. Isaya inasema hapatakuwa na mtoto mwenye kuishi siku chache, bali mtoto ataishi miaka 100 na mzee miaka 100, mwenye laana atalaaniwa. Kuishi miaka mingi bila kujua kusudi la wito wako ni laana. Ni heri uishi miaka michache na ukawa umetimiza kusudi lote. Hallelujah. Hallelujah. Na Mungu kutumia watu sana umri wa ujana. Nashukuru mwaka 89 wakati naingia form 1, nilimaliza 88, 82 nianza na kwanza wakati nimeshika sikio, wakati wa baba yetu mzuri wa taifa. Ilikuwa kipindi hicho hawaangalii umri, wanaangalia kushika sikio. Mimi nilizaliwa mwaka 74, lakini 82, 85 moja nilipata neema kushika sikio. Amen. Amen. 82 nikaanza la kwanza, mwezi wa pili 24 nilikuwa na miaka mingapi? 8. Kwa hiyo nimeanza la kwanza miaka 7, mwezi wa pili 24 miaka 8. 88 nikamaliza la 7. 89 nikiwa form 1 nilipokea Yesu. Kupitia baba yangu nayempenda sana. Hii ni neema kwangu. Naomba Mungu ndiye awasaidie mababa wa kiroho, kwa sababu mimi nilipata neema kupata baba mwenye asili ya rohoni na ya mwilini. Amen. Mzee Paul Joseph Duni aliweza kuniongoza sala toba 89 na mwaka 90 nikiwa na 16 nikabatizwa maji mengi. Nimeokoka, nimekombolewa, nimesafishwa kwa damu ya Yesu, ninaishi maisha matakatifu. Natamani niende mbinguni. Hakutakuwa na faida nitoe unabii kwako nikufungue alafu siku ya mwisho nikose mimi. Haya yote yataishia hapa. Sitaki niwe kama Nabii Musa aliyekuwa na watu milioni 399,000.
Alafu katika watu hao wote aliwazikia jangwani. Yeye ndio mchungaji duniani aliyezika washirika wengi. Wa Israeli namba yao walikuwa 399,000. Lakini waliingia Kanaani ni watu wawili tu, 2%. Sababu Kiebrania na Kimungu, Mungu alihesabu wanawake. Kwa tukiunganisha na wake zao walikuwa ni watu 4. Na watoto wao pengine ni zaidi ya hapo. Ndio waliingia nchi ya wapi? Nchi ya Kanaani. Nisikilize. Shida ambayo inasumbua sana katika huduma ya kinabii ni kwamba watu wamebase katika karama ya unabii zaidi ya ofisi ya kinabii. Naongea pamoja? Kutabiri haimaanishi wewe ni nabii. Ni karama. Na karama ziko zaidi ya maelfu katika Biblia. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kianzia ule mstari wa 4 inasema Mungu ameweka mgawanyo wa majukumu katika ufalme wake. Akasema tuna huduma tofauti, lakini anayeinua huduma ni huyu. Hili ni jukumu la Kristo Yesu. Yeye ndo anayeinua huduma ngapi? 5. Mtume sema msingi. Nabii sema nguzo ya ukuta. Nguzo ya ukuta. Sema mwinjilisti nguzo ya katikati. Mwinjilisti nguzo ya katikati. Muona hizi nguzo. Sema mchungaji nguzo ya inayoelekea kulia. Na mwalimu chokonoa kuondoa ujinga. Maana mwalimu ujinga hautoi na mtume. Although mtume anatembea na huduma ngapi? Sasa leo unatembea na huduma ngapi? 3. Huduma kwanza ya kiwalimu, pili huduma ya kitume, 3 huduma ya kinabii. Sijajua kwa hapa muda wengi kwa sababu muda umeenda sana. Amen. Amen. Lakini wana wa Mungu huwa ni watu wanaojua nyakati na kukomboa wakati. Ninaliombea kanisa likomboe wakati. Kwa Moshi ingekuwa sawa sababu nafanya biashara na wamezoea kwenda mpaka usiku. Lakini Dodoma wengi sio wafanya biashara, wengi ni wanasiasa. Haleluya. Amen. Na wanasiasa wanakaa bungeni mpaka saa 9 bunge limeisha wanapumzika. Haleluya. Amen. Sana omba kesho mwai mapema sana. Kwa nini nasema hivyo? Yapo mambo ambayo Mungu ameongea nami. Kwa sababu kanisa haliwezi kuwa kanisa bila haya mambo. Lakini kabla sijaongea ninataka mabinti zangu wale ambao hawana kazi waje mbele. Na binti yangu Lili ni mwimbaji, yuko hapa Dodoma anamalizia chuo mwaka huu. Lili, where are you my daughter? Yeye ni mmoja wa viongozi wa Sifa, ni mtoto wa Kichaga huyu anayempenda Yesu. Mimi na huduma yangu tuna upako wa kunyoosha sura. Kanisani kwetu ukija sura yako mbaya, ina mabinti wa lembo kupita makanisa yote Kilimanjaro. Niliwafundisha siri ya ulembo ni utakatifu tu. Wewe nionyeshe mwanamke mbaya, nitakuonyesha malaya. Nionyeshe mwanamke mlembo, nitakuonyesha Bikira Maryam. Haleluya. Amen. Mtoto ni mlembo, hata kama yuko chuo angalia. Katembea na miguu kuja mpaka hapa. Haleluya. Kutoka judo, lakini she is beautiful. Yes. Nataka tumwabudu Mungu, tusimame, alafu nije na somo la leo. Haya mengine yote nilikuwa navunja barafu, navunja ukimya. Haleluya. Amen. Lakini naenda kwenye somo la nini? La leo. Sawa sawa. Mtanisikiza. Mtanipa muda. Amen. Kama mtanipa muda nione mikono juu. Na samani, bahati mbaya mimi sio mtume wa msisimuko. Ukitaka msisimuko hapa ngojea mwishoni. Lakini mwanzoni sitakupa msisimuko wote. Msisimuko ni sawasawa na mtu ambaye anayechagua kula bisi za mahindi. Kapu limejaa bisi lakini ukila ushibi. Uongo kweli? Amen. Sasa naomba uniwie ndani, sababu upako au katika makelele wala msisimuko. Simchallenge mtu na kusaidia. Haleluya. Nitakuanzia na uwalimu, hakuna msisimuko. Hapo nitaingiza nyoya la kuku au pamba ya kizungu. Nitoe uchafu. Amen. Si ndio hivyo? Alafu nitakuja kitume, hakuna msisimuko, navunja msingi. Nadhani kuvunjwa ni rahisi. Alafu nitakuja kinabii ile pure. Nitakuelezea ujinga wako ili ujue, ili uache. Sababu nabii mzuri akwambia utafanikiwa. Anakuambia chanzo cha kikwazo cha mafanikio yako kwanza.
alafu anakuonya pia ya kwambia ukirekebisha ABC, hata kama hajakuwekea mkono, mambo yanakuwa shwari. Pigie Yesu makofi na shangwe. Haleluya. Alafu msipige kigogo, pigeni international. Sisi jaza hiyo mikodioni, kuna mpiga kibodi mzuri hapo, ile sitaki, nataka tupige international. Hebu wape ki my daughter, imba ile nyimbo mzuri tumwabudu Mungu. Ni mtoto wangu nikiongoza usiku na kuabudu. Usinipigie kigogo, mimi mkwele. Amen. Na ngoma yetu sisi wakati tuna. Haleluya. Hata Kikwete alikuwa anapiga kule Igoro. Haleluya. Sasa usinipigie kigogo, nipigie international. Amen. Tusimame. Chaga kabila ndogo. Haleluya. Nimekuinua kimataifa. Sababu Dodoma inawakilisha mataifa, inawakilisha taifa. Maamuzi yote katika Tanzania yanafanyika hapa, na neema hii katika madhabahu hii ya my brother Prophet Tesha Lewis, na neema iliyo juu ya baba yako na mitume waliopo mahali hapa ikafanye kazi juu yako, na nabii zote ambazo Mungu ameongea nao zikatimie kwako.
Bwana akatende makuu msimu huu wa kumaliza chuo kwa utukufu wa Yesu Kristo. Akafanye makuu juu ya maisha yako. Utainua wengi walioanguka. Utafufua roho za wengi zilizokata tamaa. Utaleta mabadiliko katika taifa la Tanzania na mataifa kwa utukufu wa Bwana. Kama upendwi kibibilia, baba sio aliyekuongoza kwa wokovu, sababu Timotheo alimjua Mungu kupitia nyanya yake, bibi yake, lakini akamchagua Paulo kuwa baba wa kiroho. Kama kule upendwi kama ilivyo Father. Hallelujah. Amen. Yes. Unajua baba anakuwa karibu na watoto. Baba hawi simba dume, anakuwa simba jike. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Huo ni moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hallelujah. Amen. Uko tayari kunisikiza? Amina. Uko tayari kunisikiza? Amen. Uko tayari kunisikiza? Amen. Uko tayari kunisikiza? Amen. Ninamshukuru sana mtumishi wa Mungu Tesha. Mungu ananiambia nikwambie, we are going far. We are going far. Nimeona lawyer Elia na Elisha ndani yetu tukisonga mbele. Hallelujah. Amen. Namshukuru mtume. Hallelujah. Kuna mahali nitaka aingie kwenye ujumbe wangu, nikaambia funga bleki, akakubali. Sababu mitume kama roho za manabii zinaheshimiana, mitume pia tunaheshimiana. Amen. Pige Yesu makofi na shangwe. Kesha niache na mimi nijao upande wangu kidogo. Haleluya. Tumesikia majembe ya mitume. Hayo majembe watu hawayataki. Sikufichi. Nabii anahitaji mtume ili amwekee misingi. Hivi hao watu wameshaondoka wote? Naona vitu tumeondoka. Nisifundishe jamani. Mimi ni mtu wa muda, nimehubiri ndani na nje ya nchi na nakwenda na muda. Watu wanaanza kuondoka sasa, na nini kufundisha? Ngoja niache nikae chini. Serious. Sasa angalia, kulikuwa kumejaa kule watu. Palikuwa pamejaa pale watu pale nyuma. Jesus. Prophet. Na kuomba. Naomba viongozi wa kanisa hilo wote mje mbele. Kwa sababu kuna midude ninao nataka niitoe. Hii inauma sana. Kanisa kubwa kama hili kuwa na watu ambao wamekaa kama vile mamwinyi au masista du ni mbaya mno. Naomba kila kiongozi aje mbele. Siwezi kufundisha kwa hali kama hii. Nikiweza kujitoa kwa kasi, sababu nimeona kama kuja hapa mtumishi yeye ndio kila kitu. Ametufuata hotelini, amechelewa kama saa 11 karibu na. Mimi nikasema, mimi nimeshaanza kuwa na muda mzuri. Haleluya. Nilivunjika moyo, to be honest. Nikasema kwa style hii nitawafundisha watu mpaka saa ngapi? Serious. Unajua ujumbe wa neno la Mungu ni ufunuo ambao ukikupita leo upati kesho. Na watumishi tuna neema tofauti. Umesikia tukiongea leo mtume? Hajaongea tangu amefundisha hapa. Ni ufunuo mpya. Haleluya. Tesha mwenyewe amepanda mbele. Sasa wale ambao wamekosa leo hawapati kesho. Watapata nyingine kesho. Na sasa ukipata kesho wanakosa leo wanakuwa na mapungufu. Na itakutakia mlo. Sema utakia mlo. Isikize viongozi. Jumatatu. Semina wanawake inaanza saa ngapi? Nabii, saa ngapi? Saa 10. Ninaomba Jumatatu viongozi wote saa 4 kamili. Asibakisha hata huyu. Hapa ukumbini nitakuja mimi mwenyewe. Nataka niwasaidie vitu. Saa ngapi? Naomba ruksa. Kuanzia saa 4, saa 5 mpaka saa 7. Uingie baada ya lunch saa 8 ofisini kwako. Nashukuru Mungu amenipa neema ya kufundisha viongozi kitaifa na kitaifa. Kongamano ambalo limekuwa Kenya ni kongamano la kuponya nchi. Healing of the land. Na ile kongamano na wahubiri wa somo ni ufunuo kunizidi. Mitume waliponizidi mimi. Lakini mimi ndio nilikuwa guest speaker ambaye nimenena na watu zaidi ya wahubiri wengine wote. Kwa hivyo ninajua neema ndio nayo. Amen. Kuna baadhi ya mambo hatuhitaji upako, nahitaji uzoefu. Amen. Musa alikuwa na upako lakini alikuwa hana uzoefu wa kumeteni upako. Ndio maana baba mkwe ambaye baba yake wa kiroho pia alimwambia, mwanangu, kwa staili utakufa. Amen.
Kwa staili utafanya nini? Pale akikuongea upako, imeongea ufunuo wenye uzoefu wa kazi. Amen. Kila kazi lazima itunzwe. Huyu mtu msipomtunza vizuri atakufa kabla wakati. Na wabii wengi sana wenye huduma za kinabii wanapokosa kutunzwa vizuri, kuwekwa katika muda wa kutosha, shetani anatumia nafasi ya kuwaua kwa kutokula. Matatizo mengi ya figo, ubongo usifanye kazi, nabii ana muda wa kula, ana muda wa kunywa. Sababu kuna wakati wa kula na kunywa, wakati ameacha kufunga ni maombi tu, na kuna wakati wa kupumzika pia. Mungu hawezi kutumia mwili wa nabii mchovu, lazima mwili upate nguvu. Usizani hiyo roho inafanya kazi juu ya jiwe, inafanya kazi ndani ya damu na nyama. Amen. Amen. Mnaamini mtapokea kitu kutoka kwa Mungu? Do you believe? Hapa ndio migongo. Mnaamini? Mnaamini? Nimetoka kwenye kongamano la kimataifa. Na kabla ya kongamano, mtoto wangu ambaye ni mtume kutoka Uingereza, anaishi Uingereza miaka zaidi ya 20. Tulikuwa na Moshi na Dar es Salaam. Kwa kupumzika. I want to release something. Kuna Utanzania ambao unafanya Tanzania sifanikiwe. Ningetamani sana kuwasafisha watu wa Kenya tu hapo, mkajifunze. Tanzania tuna shida moja, tuko slow sana. Tuko nini? Pole sana. Na hii ndio sababu nchi yetu inachelewa kuendelea. Na hii ndio sababu hata rais wetu sasa hivi tunamchukia. Huyu rais Mungu alimweka ili aondoe uvivu kwa Watanzania. Msimlaumu kuwafuta watu vyeti. Ukienda Kenya ufanye kazi bila cheti. Dunia leo bila elimu wengi. Mungu amesema kitabu cha Mithali 3:4-13. Mshike sana nani? Asalia mlaumu rais ni mpumbavu, hana akili. Mungu amesema mshike sana nani? Ni amri ya Magufuli, ya amri ya Mungu. Umefanya cheti ukae kazini. Ndio wao wanafanya nchi isiendelee. Wanafanya vitu vya slow. Waache waende. Huyu kiongozi ameingizwa nchi ipone. Tumekuwa wavivu sana wa Tanzania. Tumekuwa kazi ndogo starehe nyingi. Alafu pia wachoyo hata makanisani. Wache mzee aingie watu washike adabu. Sasa hivi tunakwenda mfumo wa Kenya. Mtu akija nyumbani kwako asubuhi mpatisha, naambia okay, umekuja bila appointment na hii chai tumepiga order vikombe vinne. Kwa hiyo ngojea kumaliza, elezea shida yako. PGS kwa kofi na shangwe. Mwambie mwenzako asiyependa kazi na hasira. Asiyependa kazi. Sio asiyefanya, asiyependa. Maana kazi sipo hataki. Huyu ndio asili. Naongezea na bass kidogo. Naona hii sauti kama iko studio sana. Elekeza kwa sauti. Naunganisha na moyo wa baba yenu, si moyo. Amen. Ule mzigo ambao unaona unamuelemea na ugawanya robo 3 kwenu. Yeye abaki na robo moja. Ili aweze kuwa na muda mwingi wa kuomba, kusoma na Mungu na kujipanga kila wakati. Ninaunganisha na hiyo roho. Na roho ya kitume inayovunja misingi na kujenga misingi mipya iliyo juu yangu na achia juu yenu. Si mgusi. Mimi sina tabia ya kumgusa mtu kwa sababu upako si wa kwangu, ni wa Roho Mtakatifu. Ukitaka mguso wangu una maana. Na achia roho aliye juu yangu. Tayari kwa ajili ya kazi. Pokea hiyo neema. Hapa upokee tu uongozi. Kuna wengine mtaelewa kwa mitume na manabii wa kike. Hallelujah. If you believe, just only believe. Mimi wanga situmiagi nguvu wala mikiki wala msisimuko. Nguvu niliyo nayo kwa mtu mwenye akili huwa anapokea kabla hata sijapiga makelele. Hallelujah. Situmiagi nguvu wala mikiki wala msisimuko. Because I know the grace which I have. Apostle, they work with grace. And take the grace of the apostles. Apostolic mantle, that grace upon you. The foundation of the church is upon the apostles. Yandoli Abashika, firm foundation. All church without foundation, all shall never stand. Hallelujah. I release the foundation of the anointing. Yes, what you desire from me, receive right now. What you desire, receive right now. What you desire, receive right now. Ukiwa kumedume, baki jinsi ulivyo. Ukiwa kumedume, baki ulivyo. Mimi ni mtu mzima, waga simlazimishi mtu neema. Ukihitaji pokea, usipotaka kaketi chini. Hallelujah. Yandoli ya bashonda redikayo. Remetori ya basilika. Amen. Mbarikiwe. Ukifanya kazi na mtu mzima lazima uwe na ufahamu wa juu sana. Na uwe sensitive. La sivyo utakosa kila kitu. Ndio maana alimwambia Elisha, akamwambia ukiniona na kwa
Hapo ndipo mjomba amepokea neema. Ilikuwa Elia akienda chooni, jamaa amekaa pembeni, anaambia dogo, harufu hausikii? Anaambia ukipalia chooni. Haleluya. Sasa kuna Mikristo mingine inangojea mpaka ikae mkono wangu upate hapa. Utapata mkono wa Kristo na Roho Mtakatifu pekee yake. Mimi sijazoea kwa watu mikono kwa sababu nafahamu nguvu ya Mungu ilivyo. Na sitaki mtu aniabudu, nataka mtu amwabudu Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Shika daftari lako. Nimekwambia hapa hakuna popcorn, hapa hakuna bisi. Hapa na kuandalia mbegu ya mahindi upande alafu ujipikie makande mwenyewe. Bisi hazishibishi. Wakristo wengi wa bisi kutoka Japani, leo kulikuwa na upako gani? Hata neno hana. Hapo mwanzo palikuwa na neno. Naye neno liko kwa Mungu. Naye ni Mungu. Na vitu vyote visingefanyika pasipo huyo kwanza. Na hiyo ukweli anaanza na neno kabla ya maneno yake. Neno ndio msingi. Pasipo neno Mungu asingefanya kitu. Hata wakati amemtuma Roho juu ya maji, ndipo akatamka neno, Roho akatumia neno kuumba. Sababu kazi ya Roho ni kumtukuza Kristo. Na amesema Kristo hatonena kwa shauri lake, bali atatoa kwa yaliyo yangu ili akushauri wewe. Kwa hiyo Roho Mungu afanye kitu nje ya neno. Because the work of the Holy Ghost is to manifest the word of God into reality. I repeat, the work of the Holy Ghost is to manifest the words of God into reality. The word of God cannot be real without the work of the Holy Ghost, the Holy Spirit. Kwa hiyo kazi ya Roho ni kulidhihirisha au kulithibitisha neno katika uhalisia. Maana yake mambo hayawezi kuwa halisi kwa Roho pasipo neno. Kwa hiyo Roho yeye sio halisia. Yeye anatumia ile kweli ili kuithibitisha katika hali halisia. Haleluya. Mwambie matako huyo ndio Roho kweli. Roho Mungu hawezi kuwa halisia bila Roho. Na Roho hawezi kudhihirisha nguvu zake pasipo neno. Anatumia neno ili kudhihirisha ukuu wake. Na ule ukuu umo ndani ya neno. Maana ule ukuu ni zile ahadi zilizobebwa ndani ya neno la Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naanza na kufundisha. Amen. Amen. Kwa kama tunasema juu ya udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Our theme of our conference is manifestations of the power of the Holy Ghost. So we came here to demonstrate. We came here to instruct the mystery of the manifestations which is in the power of the Holy Ghost. Kwa tumekuja kudhihirishia, kufundisha zile nguvu za udhihirisho zilizo ndani ya neno. Nipe dakika chache. Naomba kesho nipe muda wa kutosha. Sinyie maongea sana jamani. Tuongee kweli. Ana watumishi shida yetu sisi bwana. Tunataka uongee kila wakati wewe. Amen. Hii siku zangu mbili tu. Na nilivyo navyo amna. Kwa maana Paulo amesema kila mtumishi na ufunuo wako. Sasa mkinizuia watakosa watu, watakuwa vilema. Amen. Unafahamu utapiamlo? Unafahamu utapiamlo? Ni ukosefu wa nini? Wa kinga mwilini. Maana yake ni ukosefu wa uwiano wa kinga mwilini. Kinga katika mwili zinajengwa na aina ya vyakula. Pakiwa na balanced diet, sema balanced diet. Sema pakiwa na mlo wa uwiano. Kuna kaglasi kama maziwa, kuna kamboga kama majani, kuna kanyama, kuna kakuku, kuna kasamaki, haleluya. Kuna ugali wa muhogo, kuna ugali wa bada, haleluya. Vile vyakula vikiwa balance, kila kitu ambacho mwili wako unahitaji utapata. Ndio maana mtu anayekula chakula cha uwiano huwa magonjwa hayamsumbui. Kwa sababu kinga ya mwili sio madonge ya wanasayansi, ni vyakula. Ndio maana Adamu aliambiwa kula mizizi na nini? Na nini? Yaani nikiona watu wanainuka hivi, najisikia kuzimia kabisa. Tusimame jamani, tumesema najisikia kuzimia. Yaani sijazoea kuanzaga kufundisha saa 1 na dakika 20, sijazoea. Kuna wanawake wameolewa hapa na wamezao waliokoka. Unadhani wanafurahia huko nyumbani? Amen. Kila kitu lazima kiwe na kiasi. Kikizidi kinaharibu. Amen. Amen. Naona watu wakiinuka, moyo wangu unazimia.
Yaani leo nashindwa kufundisha. Sijazoea hili. Mimi ni mtu wa muda. Na nimezoea kuhubiria watu wa muda. Amen. Napata shida. Sasa hivi ni saa 1 na dakika 20. Nitamaliza saa ngapi? Saa 4. Napata shida watu wa Mungu. Ndio maana Yesu alipohubiri mahali akasema siwezi baki hapa maana muda wangu ni mchana. He knew how to manage times. You know, we are not keep time, we are manage time. The opportunity in the times. Sababu muda ni opportunity, ni fursa. Ukipata mtu ana fursa nusu saa itumie pale pale awai kuondoka pokea neema. Na hapa tumefeli wa Pentecost kutumia zile fursa za wale wako na iwai kanisani. Amen. Ni wakati mwingine hata waimbaji wanga siwataki. Samahani nawapenda lakini siwataki. Sababu hapo mwanzo palikuwa na nani? Hapakuwa na waimbaji. Nani alikuwa nani? Nani ni nani? Ni Mungu. Na pasipo neno hakuna cha nini? I'm so to say this. I'm an apostle. Mimi sio nabii wala sio mchungaji. Haleluya. Amen. Amen. Neno ni la muhimu kuliko vitu vyote. Nyimbo nje ya neno haina upako. Na leo kuna wasanii hatuna worshipers. Ndio maana upako makasani hakuna. Na kabila kukimbia baada wanakata network. Sababu usiku umelala na mtu pale hotelini na umealikwa na Tesha na umelipwa hotelini na Tesha. Hapo kuja hapa. Serious. Ndio kuchomoa moja hapa kunikimbia. So I see things. Ndio maana na hasira ya kiroho ya kwangu. Ninaona mambo hapa. Kuna vituko humu ndani. Yaani kuna aibu humu ndani, kuna uchafu. Lazima niusigue. Na nikipewa neema na mzigo moja hapa. So naona mwimbaji mmoja usiku wa leo alikuwa akichua, akipiga masableki punyeto. Na umeimba hapa leo. Sikiliza. Usicheze na mitume. Tunatembea na neema na uzidishwa neema. Roho yangu inauma. Mimi kanisani kwangu hata waimbaji nikijua messed up hiyo siku waimba naimba mwenyewe. Sababu uwepo unaunganishwa na waimbaji pia. Kichanganya shida. Worshiper ni mtu ambaye anavuta mbingu duniani na anawaingizia watu mbingu katika mioyo yao. Sasa ukijikoroga mbingu inashuka. Heri wenye moyo maana watakuvuta nani? Desha kuna kazi. Bali tunaongea machache. Nitapata nafasi kesho. Nitumie tu dakika 10 basi. Kwa sababu to be honest, Tesha naomba tusaidie tu. Mimi ni mtu wa muda. Naomba muda wangu nipe kwa wakati mwafaka. Na mimi sio mtu wa maneno mengi kabla ya neno. Unabii wangu siwezi toa bila neno kwanza. Na nachokitoa inaendana na ule ujumbe ambao ninautoa. Hiyo ndio foundation yangu. Nje hapo sina msisimko. Na nyima muda na tumia ule muda ambao umenipatia naondoka. Sifanyi chochote kwa sababu ninaogopa watu. Ona kisa kule nje. Jumamosi watu wanaanza saa 12. God is a God of time. God is a God of time. He created the heaven and the earth under the management of his time. He couldn't waste time. He couldn't redeem time. He managed, he kept the time. Even Holy Ghost is a spirit of time. He is the one who took the word of God to create the earth. And for 6 days, everything was over. 7 days he rest. Na eneo tunafeli kwenye muda. Kuna watu wanaingia na fursa nusu saa tu ukitumia hiyo patu kabarikiwa. Sababu anaweza kaimba mtu nyimbo isiyo na mguso wa maisha yake. Sababu mwimbaji pia lazima awe nabii. Atoe nyimbo kulingana na mahitaji ya watu, sio kulingana na burudani. Hatuchezi muziki ya wale wengine. Maana mwimbaji lazima awe na nyimbo ambayo kuna nyimbo mama ameimba hapo kulingana na ujumbe wangu. Niliruka nikaanza kudance. Haleluya. Mama apostle. Sio kama nyimbo na dance, sina kisimu kwa sababu nyimbo nyingine zina ufunuo, zinaimba kwa sababu ya biashara, kuuza CD. Hiyo hata Mike alikuwa anauza CD. Na alikuwa na watu wengi lakini hazina upako. Waimbaji mpo, ukinichukia na mapepo. Na lazima niwakomboe leo. Mimi ni producer. Na albamu yangu na hata nitakwambia kesho asubuhi.
Na mtasikia upako na hizo nyimbo. Kwa msinitishie amani. Haleluya. Kesho kama waona upako, kesho utaimba nyimbo zangu alafu utaongoza upako. Na naomba ili maximum muda wa kuwasaidia watu. Muda wa kawaida ni saa moja. Muda ambao kushiba masaa ngapi? Siwezi leo. Alafu ili kanisa waombaji mnaomba wakati nabii yupo, akiwa yupo muombe. Wasanii sana mnamdanganya baba yenu. Na hata mkiomba wakati nabii yupo amuombe kwa mzigo. Mnaomba kufurahisha baba yenu. Naomba waombaji njooni mbele. Kama wewe ni muombaji njoo mbele wa kanisa hili. Niliombea viongozi. Nataka niombe waombaji. Siwezi pambana vita na mlima madhabahuni bila sababu. Madhabahu inachochewa na waombaji. Alafu maombi yako Mungu kupatie mwanamke mtumishi. Kaza kuti la maombi. Lazima upate mtumishi, utapata asha wa kushika watu na kutoka chini. Naongea na wewe. Umeelewa? Umeelewa? Najua umeelewa. Lakini maombi hujakaza. Mpaka huduma ya wako inalengalenga, mlete ni wako apaje mbele. Sasa kwenye maombi yao, unajua kunaombea mtumishi. Upate mtu, maana kila kumwombea ndio wako uone kama ni mtumishi, nasema uongo. Na unasema atakuwa driver wa nabii paka lini? Akaache hiyo kazi, nasema uongo. Umetoa siri nzito. Mimi mtume bwana, sitaka huduma. Ngoja baba yako ajue mawazo yako ili kuombea vizuri. Baba njoo hapa. Huyu ni mtume na atainua kwa wakati wake. Elisha alikuwa mhudumu kwa Elia. Na fakti ilipofika akapokea koti akainuka. Sasa wewe kila mwanadamu wako uamini kama atainua kitu. Nasema uongo, nasema uongo. Baba njoo hapa. Nataka nimchape Paulo mama. Huyu mama alikuwa muombaji sana wakati anakutafuta wewe. Alipokupata maombi yake na masaidi sio ni uzito. Naomba unielewe. Mimi sikaji kutoa. Sababu kila akiomba sio na anachokilia aoni ukiinuka. Mungu kweli ndio yule alianda. Atakuwa ndio mpaka lini? Hapa kwa mimi naomba. Sasa tuwateke ni mimi. Sababu siwezi kuongea kitu nje uwepo. Baba ni mazito, mkinitimua sina shida, mwambie kweli. Jumanne narudi nyumbani. Haleluya. Mama, rudi katika nafasi yako, usilizike. Na usiangalie changamoto unazopita huko sasa hivi. Usimwangalie kana kwamba mume alipo, sababu wewe ndani ya moyo wako kwa msichana jamani, mwanamume ambaye sio driver tu, anapiga na kombo madhabahu kila wakati. Anatembea na usinisho. Kuna wakati anataka kama wewe tume gani na mjibu hivyo ndio wao inasema bongo. Ai mbele. Simemwita Prometheus. Na vunja misingi na msingi wa Mungu. Dada. Badilisha aina maombi unaombea kwa watu. Niangalie kwa makini. Unakompare watumishi na mmeo, usikompare. Kila mtumishi ana neema tofauti. Nishakwambia kajua msikompare hata na marafiki zangu. Neema yangu inafanya mimi nipoe wewe. Sio neema ya Tesha. Sio neema ya nani? Neema ya nani? Sasa wewe piga magoti, Mungu akuonyeshe niwe vipi, alafu nitengeneze kwa maombi yako ya imani, sio maombi ya misuto. Maombi yako yamejaa manunguniko sana sisi. Na simanzi katika. Mkinifukuza naondoka nyumbani. Haleluya. Utaifahamu kweli? Utaifahamu kweli? Wewe msikiwe uzimeni si utaki, unanichanganya. Unapiga mapiano kaswa kinabii. Wewe. Kuna touch za kinabii. Unapiga pigo muziki kama huu. Unaacha keyboardist wangu nyumbani na juta kwa nini? Msinipigie hapa bolingo na nyoso. Naomba wacheni muziki kabisa. Na nirudia network kwa sababu sisi connection ya muziki na nabii. Nabii huwa anaona na muziki, kiwa muziki sio nabii. Unanikatia network acheni kabisa.
Simemwita apostle. Alina hekima hiyo. Ndio mitume anaga hekima. Na tunatoka vichani na akapasema Paulo, kama ni vichani kwa jina nani? Yeah. Sababu kichao waga achagui neno na kushambulia tu. Na mimi ni kichao wa Yesu hapa, nimeshika lungu la kiroho na kiroho. Elekeza kwa namba mbele. Wewe sister, wewe ni baba. Baba yako ameenda wapi? Yuko nyumbani na mama yako? Mama yuko Gairo. Wameachana. Ndio naona unalia sana. Sababu kila siku unalia unamlia baba yako. Mungu baba yako bwana anateseka hivi. Na maombi yako mengi umeshoka kuombea kwa sababu kuna mzigo baba yako. Nisikilize. Unajua shida kwa nani? Au njui. Nitakuambia kwa nafasi. Hiyo ni siri ndani. Anza kumshukuru Mungu na mama kurudi nyumbani. Sababu wakati tunamwangalia tu mbona kilio na nimeona. Alikaona analia kana kama babake amefariki. Amen. Kana kama fariki. Binti, unapozungumza babako mara nyingi usiku wa halali. Anashinda kwa kweli. Jesus man. Hakuna kazi ngumu katika maombi kama muombaji amejeruhiwa au ana mzigo wa familia. Hawezi kumwombea. Hii ndio ilifanya Petro na Yohana na Yakobo wasimwombee Yesu. Sio kwamba ni usingizi. Sababu nao wana shida. Na mwenyewe wanemwombea anapitia shida. Watakimbilia wapi? Wewe imagine mtumishi anapitia shida. Afu washikwa na shida. Nadhani utakufa. Baba analia, baba afanye atazimia. Watoto afanye watakufa. Jesus man. Kijana, funga macho. Una struggle na low masturbation. Sibahatishi. Na ukiniambia bahatisha nakwambia siku na tarehe na usiku na kila wakati low masturbation. Una struggle nayo. Nasema uongo. Unakutishia au unanisa kuongea. Sasa unaomba hapo ni mwombaji. Ndio maana leo nimeshika kufundisha. Ipo anakutosheleza kweli? Yeah. Mbona naona leo tunatangaza picha za style fulani, hizo mambo ya ngono. Style za ngono. Kwenye simu yako na kwa mara sasa unapata picha simu. Unaangalia style. Na jinsi unapoangalia hizo style kana kwamba kuna kitu kimeo kutosheleza. Jamani. Simeta mtume na nabii. Hai mzee. Niongee. So hii kitu huko nyuma ilikuwa kama ni teaching sababu najua mlokole kwa pale picha za ngono sio dhambi, jifunza style. Lakini zile ni za masoni kabisa. Asifundishi ndoa. Sasa kufanya wakati mwingine kama uko na mwanamume ana uume mkubwa umewapa na uume mdogo umchukie. Bali basi mimi mtume haleluya. Sababu Watanzania wanajifanya na busara. Busara sio kuficha ukweli. Busara ni kuongea ukweli. Pigie sababu na shamba. Sasa inafika mahali unakuta katika tendo la ndoa na vitu vingapi? Mpende Bwana Mungu kwa moyo wako, kwa roho yako, akili na nguvu ni mwili. Ndoa na kanisa havina tofauti. Wakati uko kwa mmeo, zisiwe nguvu zijue mmeo, akili ipo kwa mwanamume mwingine ili ufikie kilele. Hapo naongea mazito sana. Yaani hivi naongea na unabii unaendelea. Jesus my Lord. Simenitaka. Nimekatwa soko. Ngoja nafungue watu. Nimekata nini? Ngoja nafungue watu. Labda ngoja nizunguke kidogo pengine kuliko kwa mzuri. Hello. Nisikilize. Kitabu cha wimbo uliobora. Alikiandika mtume Mfalme Suleiman. Haleluya. Nimewita mtume kwa sababu pia aliitwa. Amen. Na ukisoma katika historia ya theology ya Kiebrania,
yaani ile elimu ya mawazo ya Kiebrania, kwamba Mungu aliruhusu kitabu kiandikwe ili kuwafundisha watakatifu tendo la ndoa kwa vitendo. Sasa hauna haja ya picha za ngono. Haleluya, 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 haleluya. Mungu alikuwa anasema, mpenzi wangu, mkono wako mmoja huko juu ya kifua changu, mwingine huko chini yangu. Chini ni wapi? Na huko nampea mke wako. Hiko ni kitabu kizuri sana kujifunza. Na shida makanisa leo, tunatoka unabii tu, magari, mafanikio, utaenda Marekani, lakini msingi wa mafanikio ni ndoa. Ndoa ikivunjika, hata mtu awe na magari, pesa, hakuna maana. Kinachofanya mtu awe na amani sio mafanikio. Sio mafanikio. Sema tuone nabii wa Bwana. Naomba next time naendelee kongamano la ndoa siku 3. Sababu tuna shida makanisani. Na leo mitume ndio wale anachia utume hapa, jione na mchukua mke wa mtu anatumika naye. Manabii wale anatoa nabii hapa na moto, sababu si kitu cha Mungu. Kumtumikia Mungu kwa unabii wa karama haimaanishi uko juu kiroho. Hata punda alikuwa na macho kama manabii. Wakati kambeba nabii Balaam aliasi akaona malaika mbele. Alafu nabii ameshakuwa kipofu aone. Alipoona malaika mbele, punda wa Balaam, nabii Balaam, punda akatulia katika roho, akapata hekima. Hekima ni mawazo ya kimungu. Ikamwambia hapo usisonge mbele. Akatulia mara pili, akazumi, akapata maarifa. Neno la maarifa, maana unapata ufahamu ufanye nini ili ile shida isitokee. Akakaa chini. Karama maarifa hiyo. Haleluya. Karama ya 4, wakati bwanae anampiga viboko, akamwambia, bwana wangu, mimi nimemkimbia punda, sababu punda hana lugha ya kibinadamu. Ana makelele. Hivi ushaikuona kuna siku nimekupeleka mahali nimeketi chini? Hivi au yaoni yaliyo mbele? Sasa kuona vitu haimaanishi uko juu kiroho. Kutumika katika upako haimaanishi you are holy. Mungu anaangalia zaidi ya ukalata toward him. Maana Paulo amesema nisije nikafusha wengi, nikafungua wengi, alafu nikakutaliwa. Hata shetani anatembea na upako wa juu sana. Na watumwa wake wako juu kuliko hata manabii wa kweli. Na makanisa yanajaa. Haimaanisha na upako wa mbinguni. Na haimaanisha ataingia mbinguni kwa hiyo kazi. Mwambie mwenzako, Mungu anaangalia tabia zako. Matendo yako. Ndivyo sana mbele. Tutakuwa na nafasi kwa mbele. Sawa. Hai mazito sana. Sio huyo tu. Kuna kama wale hapa. Na wengine na CD mesifikia katika mito. Mtu wako umeutengenezea kazi, unatengeneza CD za ngono. Mko hapa mbele nao. Wengine mmeweka chini ya godoro. Ile godoro mlipasua. Na mtu hawezi kujua unaingiza CD na unasichomona angalia tunazungumzia hapa. Mko hapa mbele. Listen. Neema haishuki mahali pana uchafu. Msisimuko utaonekana lakini neema haishuki. Ndio hivyo. Usikilize. Kanuni ya kwanza ya Mungu inasema ewe ni moyo. Ewe ni moyo. Maana watakula nani? Nipe karatasi yako, usiweke kulileta hapa kama ni kwangu. Unaje kuleta kwa nini kwangu kutoka kwa sababu haja sana kwenye kweli haleluya. Haleluya. Haya. Ina ipo na. Peleka mbele. Ya. Kuna utumishi mmoja. Na maanisha wanatamani kama baba yako leo. Hiyo hali ya kuacha leo. Sababu ni shida za baba yako ilimsumbua wakati alikuwa jamaa. Hata kwa mkubwa ni asili. Neema iko juu yako. Baada kuna neema mpya. Sababu naona mapepo ya vita. Mapepo ya vita yanashambulia sana katika nyumba yako. Mapepo ya vita. Kuna wakati tunakuwa na amani, wakati hamna amani. Kuna wakati tunafurahiana na wakati hakufurahiana. Ni siri nzito sana. Mungu anapenda. Una neema, kwa sababu wakati tunapoangalia kwa baba huyu mwanamke na nitamtumia sana.
Na akaniambia haya nayapitia na mwambie awafundishe wengine. Ni magumu, kuna watu wanajichukia, kuna watu hata nafika mwaka mwingine hata utapata kuja kanisani kuomba utamani. Lakini neema ya Mungu inafungua maisha yako sasa. Inamoa hayo mapando sasa. Ndio. Yes. Kila mapando ya nyumba mama yako na wajomba na mashangazi ya chini. Ya chini. Ya chini. Ya chini. Simona tunamda kwenda redioni na tumeanza sema tumechelewa. Naomba tunaketi. Mungu abariki. Yesu asifiwe. Amen. Wala kujichanganya mmejiandaa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kesho apostle anapatia muda mrefu sana. Haleluya. Amen. Yes, kwa hiyo uweze kuwahi mapema, tuweze kumaliza mapema. Kesho ila tunaanza saa 4 sio jioni. Haleluya. Amen. Kwa kesho tunaanza saa 4. Haleluya. Amen. Tunaanza saa 4 na tutamaliza majira saa 9. Haleluya. Amen. Na kuanzia saa 5 kamili tutakuwa madhabahuni hapa tukiwa tumeanza ibada tayari. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kwa wale ambao nataka nitoe maagizo machache